katika enzi umeinuliwa, wewe ndiwe Mungu wetu, katika enzi umeinuliwa, wewe ndiwe Baba wetu, katika enzi umeinuliwa, katika enzi yako, katika enzi umeinuliwa, katika enzi yako Yesu, katika enzi hapa mjini Embu umeinuliwa Yesu, katika enzi umeinuliwa,
kichwa cha kanisa, unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, kichwa cha kanisa ewe, unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, kichwa cha kanisa Yesu, mwambie yeye ndiye kichwa cha kanisa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, kichwa cha kanisa ewe, unastahili kuabudiwa, manina, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, kichwa cha kanisa wewe, unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, kichwa cha kanisa kelekena makarena makarena marena, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, kichwa cha kanisa ewe, ili kuabudiwa ewe, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, kichwa cha kanisa Yesu, hekano kalebarendera barenda aili, unastahili kuabudiwa, msingi usiotingizika, unastahili kuabudiwa ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, msingi usiotingizika, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, msingi usiotingizika Bwana, masani barera Yesu, unastahili kuabudiwa, msingi usiotingizika Bwana, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, ngome imara, ewe ngome imara, unastahili ewe Yesu, kuabudiwa, ewe ngome imara, Yesu, unastahili kuabudiwa, ewe ngome imara, unastahili hemasakobarika bora kadera, Yesu, unastahili kuabudiwa, ewe ngome imara, ewe Yesu ngome imara, unastahili, unastahili hekebasadebarikadobaridadida, ewe ngome imara, unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, umetupigania, unastahili, mwambie amekupigania Yesu, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, umetupigania, unastahili kuabudiwa, umetupigania, unastahili
call you the man of war. Umetupigania, umetupigania. Yesu unastahili kuabudiwa, umetupigania. Hera masakalia maroka yana masania, ekiana masia katona malikera nirara, ekania masoko manikatoni na makaya raba. Umetupigania, kaloma celebari na unastahili akosa. Hera masana banyara, umetupigania, umetupigania. Stahili Yesu, unastahili kuabudiwa, umetushindania, unastahili. Mwambie amekushindania vita zote, amekushindania. Yesu unastahili kuabudiwa. Hela masande kalumagara, umetushindania, unastahili, unastahili Bwana. Hela masande umetushindania. Hiya masako maliandera stahili. Baba merasira, umetushindania. Hokela makona niyo unastahili, unastahili kuabudiwa. Umetuponya magonjwa yote, umetuponya wewe Bwana, unastahili. Leba sana na kuabudiwa, umetuponya magonjwa yote, unastahili. Yesu unastahili kuabudiwa, unastahili. Wewe ndiwe mlinzi mkuu, unastahili. Bwana umetulinda, unastahili. Yesu halo kamari kaloma kanona masegere, umetulinda wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, wewe unastahili Bwana, unastahili kuabudiwa. Haleluya. Mwambie anastahili, mwambie anastahili kila siku, kila saa, kila wakati, kila sekunde. Mwambie anastahili. Anastahili sifa kutoka moyoni mwako. Anastahili aliyekupigania, anastahili aliyekushindania, anastahili aliyekuponya, anastahili aliyekuumba kwa mfano wake yeye mwenyewe. Anastahili sifa na utukufu. Anastahili ambaye amekuongoza siku ya leo. Anastahili ambaye anakuwa na wewe kila wakati. Anastahili hata wakati umelala, yeye halali, macho yake ya kuangazia, ya kuangalia. Anastahili, anastahili. The Bible says he does not slumber, he does not sleep. Even when we are sleeping, his eyes are watching upon us, his eyes are watching over us. He is our Lord, he is our Father. He is worthy of all the praises, he is worthy of all the honor, he is worthy of all the adoration. He is our God, he is our Father, he is our Master. Oh, makobari antobari ambokari bara. Asante Bwana, asante Yesu. Unastahili Bwana, unastahili asubuhi ya leo, unastahili Mungu wa miungu, unastahili. Asante kwa kutupenda, ukamtoa mwana wako wa kipekee akafe msalabani ili tukaokolewe, ili tusikafe lakini tuwe na uzima wa milele. Unastahili Bwana, unastahili.
Rikena baba basaya. Rekena bosali gerera. Mebebe salandia baya bania boka. Elima koma sani beketaria babura. Unastahili Bwana. Unastahili Bwana. Wakati mwingine tunagonjeka, lakini Bwana unakuja unatuponya. Tunasema unastahili. Si kwa sababu tumekunywa madawa, lakini wewe umekuja umetuponya. Unastahili Bwana, unastahili. Unastahili Bwana. Unastahili Bwana. Unastahili Jehova. Makina masaina na. La koba sanebe. Hegelebe sana bagotaria. Hebera bosaya makotaria babosia. Hekelebe kotaya makotaya nabonia. Hepekado bosania maketaya naboka. Heria makepa roko bosaniba. Ayana makelebe ketele gedaya. Asope kedeboria mahanda. Herekete gedegede basola. Heria maketele boria makataya. Eseketeria makaboria. Heria maketeria maketeberuba. Asana mayandele beria. Ayekepere kotono bosai. Eribekelia makepaya. Asoko pada bahandeba. Aseketele gedegede. Asayana babodia. In the name of Jesus. Oh yes, Lord. Yeah, mayana mana mana liha. Yeah, yana mani yara. Yeah, baria mana. We declare Edom shall not stand before us. Again, in the name of Jesus Christ, we declare we are the sons of God. It is a time for us to manifest. Edom shall not stand before us again. In the name of Jesus Christ, for we are passing by. We are passing by. We are passing by. We are moving forward by the power in the blood of Jesus. Edom, you shall no longer stand before us. In the name of Jesus, we are passing by. We are passing by. We are passing by. We are passing by in the name of Jesus. Shegara bagada bagada. Seketa gada bagada. Eria maketa rogada barianda. Maseketura magade. Esana magada bagada. Eseketaria makosa. Ine meketora magadia. Era masande beketaria. Iano pasona marianda. Epekedola mariantaya. Erebekona mahanteria. Hey, hallelujah, 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 hallelujah. Every mountain is melting now. Every mountain is melting in the name of Jesus Christ. Every mountain is in the name of Jesus. Sana makaya mabosili bahana. Hallelujah. Hey. Hallelujah. Hallelujah. Hepasane makadobana. Every monitoring spirit is defeated in the name of Jesus. Rekapasande kaparuka. Erebeketuna magadebaruba. Erebesina mahandaya. You shall not suffer confusion. You shall not suffer manipulation. You shall not suffer from monitoring spirits. In the name of Jesus, that which has been monitoring your life is hereby demoted. In the name of Jesus. Shagada bagadebosia. Ekebele kandobaraya. Eriama kosia na bahandera. Eperiama moria mahandia. Eriama sabira lora. Hallelujah. Hey ramakobaria babazai. Hey reketege belianaba. Hallelujah. Hallelujah. We are victorious. In the name of Jesus. We are victorious. We are victorious. We have overcome. We have overcome. We are victorious. We have overcome by the blood of Jesus. We have overcome in the name of Jesus. We are victorious. Somebody declare with me. We are victorious. We are victorious. We are victorious. By the blood of Jesus, we are victorious. In the name of Jesus, somebody declare with me, we are victorious. We have overcome. We have overcome. Hey! Shama kamala kabariaba. Rekebara bakana barabara. Kebe kana makana bara. Ekebe kano bara makadina.
Eke pala kadabakada. Repeka no bakadabada. Bakanto balagada. We are overcomers in the name of Jesus. We are overcomers. We are overcomers. We are overcomers. We cannot be defeated. We cannot be discouraged. The spirit of discouragement is under our feet. In the name of Jesus, may they hear. Hallelujah. We cannot be discouraged. In the name of Jesus, we cannot be discouraged. We cannot be discouraged. We are overcomers. Hallelujah. 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 We are overcomers. Hallelujah. Hey, the glory of the Lord has been poured upon our lives. The grace of the Lord has been multiplied. Hey, Shagadiba Handobakadaba. Hey, Kelebe Kandobasania. Hallelujah. To declare it shall be permanent. That's what the Lord has done into our lives. It is permanent. The healing upon our lives is permanent. The blessings of the Lord upon our lives are permanent. The breakthroughs are permanent. The open doors are permanent. Behold, the doors that the Lord has opened. There is no man who can shut them. It is He who holds the keys. Hey, hallelujah. It is Jesus who holds the keys. Hallelujah. To life and death. And the door that He has opened, no man can close it. And the doors that He has closed, no man can open them. Glory and praise to His name. Shall be
we celebrate the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hey! Amen. The victory that God has given in our lives is permanent. The victory that God has given unto us as families is permanent. The victory that God has given to your personal life is permanent. Amen. The victory that God has given to this sanctuary, to this church is permanent. Amen. The victory that God has given to your business is permanent. Amen. The victory that God has given to your working place is permanent. Amen. Your profession, your career, the victory that God has given unto you in every aspect of your life, I declare it is permanent. Yes. Amen. It cannot be deleted. Hallelujah. Ambia mwenzako hiyo ushindi Mungu amekupe haiwezi futwa, haiwezi ondolewa. Hallelujah. Maana Mungu wa miungu yeye ndiye amekupatia ule ushindi, na ule mlango amekufungulia, hakuna mtu anaweza ufunga, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Sijui tuimbe, kuna wimbo inasemanga gaiwa kwa wewe wa magegania.
kwa makofi na nderemo. Hallelujah, hallelujah. Hey, hallelujah. Amen and amen. Wow, we bless the name of the Lord. Wacha tu appreciate timu ambayo iko hapa. Tuwapigie makofi, makofi mazuri. Amen. Glory be to Jesus. Glory be to God. Glory be to Him alone. Amen and amen. Wow, I'm glad today that God has brought us in His house to praise Him and to worship Him and also to hear from Him. Praise the Lord. So far we thank Him. Kwamba pia kwa Bible Stand tumefunzwa, tumpigie our senior brother makofi, tumshangilie, tumappreciate vizuri kabisa kabisa kwa kutufunza vizuri. Amen. Na kuruhusu Mungu amtumie. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasema kwamba anatafuta chombo ambacho kimejitoa, kimejitakaza akaweze kukitumia. Lakini wengi wetu tumekataa Yesu atutumie. Kwa sababu ya kutojitoa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia saa hii Yesu anaendelea kutafuta. Kwa hivyo wewe kama bado haujajitoa, jitoe. Haleluya. Ili akaweze kukutumia kuelekeza na kuambia watu kumhusu yeye ili wakakae sawa sawa. Haleluya. Amen. Tukapate viketi vyetu.
Mungu awabariki na watende mema. Amen. Praise the Lord. I'm born again today and this moment. Hallelujah. Wokovu ni wa saa hii, si wa jana. Hallelujah. Salvation is now, not yesterday. Hallelujah. Praise the Lord. Because we can give testimonies of yesterday, but what of today? Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. So mimi natoa ushuhuda wa saa hii ya kwamba I'm born again. Right now, I'm born again. Right now, Christ is my Lord, is my Savior. Glory be to Jesus Christ. You know, when we came in the morning and I met my beautiful flowers, zimeng'olewa pale nje. I remembered the other time I planted some flowers this way. Alafu nikapata zimeng'olewa and I was coming. Nilikuwa nimeenda maombi ya siku 3, nikaacha nimepanda maua. I went to prayers a bit far, 3 days. Then when I came, yani ukishuka kwa mlima, sikuenda nyumbani, nilikuja kanisani. Ile kitu ya kwanza nilipata ni maua imeng'olewa. Na ilikuwa imeng'olewa maua kama 10. I said, devil, you are a liar. You want to tell me ya kwamba nimetoka kwa mlima hakuna kitu nimefanya? Unajua weapon za shetani za kukudiscourage. Ya kwamba umetoka kuomba lakini ukifika the first report that you are getting, it's not a positive report. It is a negative report. But I thank God ya kwamba even if ziling'olewa tulipanda na saa hii ziko. Glory be to Jesus Christ. Hallelujah. So hata zile zimeng'olewa pale nje asubuhi, it was a weapon to discourage us. Ati tukiingia tupate ile maua tumepanda this week imeng'olewa. But we said we cannot be discouraged. The devil is defeated. He is under our feet. Hallelujah. Na tumtorokei. Sisi hatutorokei shetani. Hallelujah. Tuko hapa kupambana na yeye na kumenyana na yeye. Maana tumepatiwa nguvu na mamlaka. Na chochote tutang'oa hapa duniani hata mbinguni kitang'oka. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Hallelujah. Nasikia kutangaza niseme mwenye aling'oa hivyo ndivyo ameng'oa maisha yake. Nasikia kutangaza niseme hivyo. By fire. Niseme hivyo. Kwa nini? God has given me authority. He has given me power. Hallelujah. Whatever I bind on earth, it shall be bound in heaven. Whatever I loose on earth, it shall be loosed in heaven. So kama mtu anakuja kumenyana na maua, hallelujah. I always say, if it turns to be physical, ni kwa sababu spiritually wameshindwa. Hallelujah. Ama ni anje wa senior brother. If it turns to be physical, it's because spiritually wameshindwa. Wamerusha, wakasikia haisongi mahali bitterness. Si ndio? Then it turns to be physical. And I say in the name of Jesus Christ that whatever they were doing, it was reversed immediately they did it. It was reversed immediately. Hallelujah. Unajua wengine they do it when they are announcing evil. Wanafanya hivyo when they are announcing evil. Vitu zingine, atu wakipita, wenye watapitia hapa, wenye wataingia, ama leo watu niking'oa huyo nimeng'oa mmoja hata kuja, nimeng'oa mwingine leo hata kuja kanisa, you know vitu kama hizo. Tunawajua, tunawaelewa, tunajua mbinu zao. Hallelujah. Ati niking'oa huyo ni mmoja, huyo hata kama alikuwa ameamua atakuja church leo hata kuja nimeng'oa. Ishindwa in the name of Jesus. Hallelujah. The name of Jesus is lifted against them. Hallelujah. The blood of Jesus is lifted against every opposition that have been lifted against his work in this place. In this place, in the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Damu ya Yesu Kristo imeinuliwa kinyume na wanaoinuka kinyume na kazi yake. Katika jina la Yesu Kristo. And there is not even a single moment that the devil shall overcome. We have already overcome. We have already overcome. Because our battles are not carnal. They are not flesh and blood. Our battles are spiritual. Hallelujah. Even if they turn it to be physical, for us we know it is spiritual. And we know that our God has conquered for us. Glory be to Jesus Christ. Hallelujah. We are unmovable. We are unshakable. Glory be to Jesus Christ. Hallelujah. Glory be to Jesus. Glory be to Jesus. Glory be to Jesus. Glory be to Jesus in the heavenly places. Glory be to Jesus. Hallelujah.
Hallelujah. Glory be to Jesus Christ. The Lord has already laid down. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. The Lord has already laid it down. Unasikia ile kitu inaitangwa mehaka. Mungu already ameweka chini mipaka ya hii kanisa. Boundaries za hii kanisa. Mungu already ameweka. Hallelujah. Already Mungu ameweka mipaka. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Utashangaa kujua kwamba we continue to transform and take our space for the kingdom of God. We are taking the space for the kingdom of God. Hallelujah. Hallelujah. So the boundaries have already been laid. Hey, whether the devil like it or not. Onagoko tuko agisemaga niongee Kiembu. Hallelujah. Thank God that siku hizi nimefunzwa Kiembu kidogo. Hallelujah. Hallelujah. Hanagoka agisema go tuko ngoma. Already the boundaries have been set. And there is nothing the devil that can do about it. Nothing. 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 Siwaambie mwenzako nothing. Hakuna kitu shetani anaweza fanya. Hakuna. 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 Hallelujah. Hakuna. Hakuna chochote shetani anaweza fanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Some matters have already been laid to rest in heaven. Yani matters zingine already zimewekwa mbinguni na zimesettle. And there is nothing that the devil can do about it. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Even concerning your life. Hallelujah. Some of you never knew that today you shall be here. But God in heaven, before the foundation of the earth, alijua this Sunday, 18th May 2025, you shall be seated here. Why? Because your destiny is in his hands. And your destiny is forever settled in heaven. Destiny yako. There is nothing that the devil can do about it. Hallelujah. As long as you remain standing in righteousness and doing the right thing, when God speaks, you obey. There is nothing that the devil will do. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu wewe tu ndio unaweza patia shetani kamwanya ya kufanya jambo kwa maisha yako. When you sin or when God tells you to do something, then unakosa kufanya. If he instructs you through his holy word, then you fail. Then you give the devil a leeway ya kumanipulate na kuingia, kujaribu kudisrupt your destiny. But as long as you stand, ambia mwenzako, as long as you stand in righteousness. Wengine hawaongei. Hallelujah. Sijui kama wamelala ama saa 6. Ni saa 6. Hey, hallelujah. Msilane ni saa 6:30. Bwana Yesu asifiwe. Glory be to Jesus Christ. As long as you stand in righteousness. Hallelujah. And you remain a man and a woman of prayer. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu akisema unatenda. Kama umesikia ni Mungu hakika amesema. There is nothing that the devil can do about your life. Hakuna. Hata aruke njuu, ashuke. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Afanye nini? Afast. Juu nasikianga huwa wana fast. Hata wa fast. Praise the Lord. Hallelujah. That which the Lord has spoken concerning your life will come to pass. Hallelujah. It will come to pass. Hallelujah. It will come to pass. Amen. Glory to Jesus. Because God is a covenant-keeping God. He is a God who keeps covenants. He is a God who fulfills promises upon his people. Bwana Yesu asifiwe sana. I like it when I say that he's not a man that he may lie. Hallelujah. Whatever he has said, it will come to pass. Glory be to Jesus Christ. Na kama tu vile mvua ishukavyo kutoka mbinguni na kuja hapa duniani, his word cannot go back to him without fulfilling what it was meant concerning your life and also concerning my life in Jesus' name. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. I feel I should make some declarations. Bwana Yesu asifiwe. Maana tumetoka kipindi cha maombi. Hallelujah. Na hata kama wengine wetu waligoma, lakini ni vizuri wengine wetu wamejielezea walikuwa
mashambani. That one is understandable. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wengine waligoma na hawakuelezea mbona wamegoma. I pray for you in the name of Jesus, the name that is above every other name. Ugomoke. Wewe gomoka. Hallelujah. Kama uligomea maombi hii wiki, gomoka. Maana you are needed in prayer. Some of us I know tunatoka mbali. Tunaweza shindwa kukuja church katikati ya wiki. But for those who are near, for those who are near, hatuna sababu ya kutokuja. Hallelujah. But I also want to believe that you fasted and you fasted. The time ile masaa ulikuwa unahitajika kufast, you fasted. Glory be to Jesus. Na ukaomba mahali penye ulikuwa hata kama haukukucha. Bwana Yesu asifiwe sana. The Lord spoke to us this year when we started the year, and the Lord spoke to us in a very clear way that the year 2025 is our year where He is going to establish us bountifully. Bwana Yesu asifiwe. And I remember some of the prayers nilikuwa natuma katikati ya wiki, nikauliza whether kuna mtu amepata mazao ama ameona dalili ya mazao. Bwana Yesu asifiwe. Nimesikia kuna watu wanasema hallelujah. And I know some of us who are not here today, they can also bear witness. Wanaweza peana testimonies ya kwamba wameona mazao. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Unfortunately, some of us tukipata mazao tunatoroka. Mahali tulitangaziwa mazao itapatikana God have mercy. Lakini I am waiting to hear the song. Hallelujah. I am waiting to hear that song ya kwamba digeriganiro penye uli nimerudi kusema asante maana siwezi sahau mahali penye ulinibariki. Naongea, I know some of hata wakisikia wakiwa online, I'm speaking to them ya kwamba let them not forget. Let them not forget where the word of prophecy was released and they received it and something has happened in their life. It is going to go back and say thank you to Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Maana ni hapo katika hiyo eneo, katika hiyo madhabahu, katika hiyo nini ndio muujiza ulitoka. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. So the year of great harvest, the year of being established bountifully. Hallelujah. Praise the Lord. I believe we are going to have a service ya testimonies peke yake katikati ya June. Amen. Unikumbushe June tuweke service ya testimonies only. Maana kupitia the word of our mouth, hiyo ushuhuda plus the blood of Jesus tunapata ushindi. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Let us open our Bibles. Isaiah 61. Amen. As I read this scripture, the Lord was speaking to me this week during prayers that it is a season where He is starting to complete. To complete, yani kumalizia. Hallelujah. Season imeanza ya kumalizia. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. It being a year where God is establishing us bountifully. Hallelujah. He has been doing it. Mungu amekuwa akitu-establish. Last year amekuwa akitu-establish. This year He is saying that He is establishing us bountifully. And establishment has been a process. Hallelujah. Tukafika 50 tuko mahali. It is a time that God ameingia na sisi kwa season ya kuanza kumalizia. Hallelujah. Kumalizia, yani kucomplete the establishment. Ili sasa wewe hauwezi ngoka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unajua
hata ule anapigilia mti chini kama anataka labda kunini ng'ombe hapo, kuna inaitwa tethering. Akianza kugongelea, kuna penye anajuanga hii hata ng'ombe ikinini namna gani haiwezi ngoa. Haleluya. Sasa kama ni hiyo, tufanye mfano wa hiyo. Mungu ako katika zile nini za mwisho, akiwa amechukua nyundo akigongelea zile nyundo za mwisho, so that haleluya, mahali pako hakuna mtu atakung'oa. Hallelujah. Your space, that space that belongs to you. Wewe si unajua space yako ni gani? Si you know your space in the spirit ni space gani? You unajua space yako katika biashara yako, which is your space. You know where is your space when it comes to your family. You know where is your space. And that is space more so concerning spiritual matters and the purposes of God upon our lives. Ako hapo. Kupigilia zile nyundo za mwisho. Hallelujah. So that now you cannot be ngoreka. Yani uwezi, you are uning'orekable. Hallelujah. Yani hata mtu akijaribu kung'oa hataweza. Sijui kama kuna mtu anasema amina. 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 Hallelujah. Hallelujah. That season ya kumalizia. Hallelujah. That season ya complete. The Bible tells us that he is faithful to complete the work that he has started in us. He is faithful. Bwana Yesu asifiwe sana. So it is a season ya kuona faithfulness ya Bwana. Season ya kuona uaminifu wa Bwana Mwokozi wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. So as you enter into the middle of this year, the middle of the year 2025, know that you are in a season that the Lord is completing. There are many things that God is going to complete in your life. Hallelujah. Some of those things zinaweza kuwa umeona zimekawia, unauliza hii kitu mbona haijafikia penye ningetaka ifikie. Hallelujah. But God has entered you into that season. A season where he is going to complete it. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile unaweka maji kwa mtungi na unangojea hiyo mtungi injae, Mungu anakuja kuhakikisha ya kwamba mitungi yako inajaa. Hallelujah. Kashoka tera bosi alahande bokaya. Heria makesa nduka pera hutaya. Ana make sure hiyo mitungi yako inajaa. Hallelujah. Maana najua uko na mitungi mingi. Umekuwa ukipeleka kwake. Huo mtungi labda ni maombi ya watoto. Mungu, ningetaka kijana yangu akae hivi na hivi. Bwana akutumikie. Hallelujah. Unapeleka mtungi mwingine unasema, Mungu, hii ni shamba ninalima, ningetaka mazao Bwana. Unapeleka hallelujah mitungi. It is a season. Hallelujah. Which you are going to experience the faithfulness of God. The faithfulness of God. Not that you have not experienced his faithfulness, but this one, hallelujah, inakuja na njia ya kipekee. Inakuja na njia ya kipekee. Mitungi yako injae. Hallelujah. When I speak that, I remember this woman mwenye aliambiwa aende atafute. Hallelujah. Mitungi, katika kijiji mzima. Hallelujah. Hey, hallelujah. Kwa sababu alikuwa anasema nini? Imebakisha nini? Tumafuta kidogo na kaunga. Tumafuta, yes. Those are two different stories. Tumafuta kidogo. Hallelujah. But let me tell you, ile mitungi yote alileta ndani, maana the Bible says alipoleta ile drums na matangs na whatever alileta, aliambiwa close the door behind you. Hallelujah. If you remember the story. Close the door behind you. I want to speak to you in a very prophetic way. Please, it is a season that you need to close the door behind you. Hallelujah. Sio season ya kuanika ukisema, yati ninapanga kufanya, ninafikiria kufanya, nimepata kibarua mahali fulani. Close the door. Close the door. Hallelujah. Close the door behind you. Hallelujah. Funga. Hallelujah. Usirudi kusemanga walionea wapi. Kumbe ni wewe haukufunga mlango. Bwana Yesu asifiwe. Ati kitu na vile nilikuwa nimepanga vizuri, nikaweka mikakati na nikaanza.
how comes it has been aborted? Kumbe ni wewe uliacha mlango kama umefungua. Close the door behind you. Hallelujah. In the name of Jesus Christ. So that hiyo mitungi na madramu na nini zote umeweka ndani ni ka season ka Mungu kumeki sure hiyo mitungi yote na madramu imejaa. Hallelujah. Hallelujah. Completeness. God is going to complete. Ni nini yo? Umengoja unauliza Mungu mbona kako hapa 3/4? Mbona kamekaa nusu sana? Oh hallelujah. The spirit of delay is no longer your portion in Jesus name. There is no more stagnation upon your life. It is a season where you are getting completeness from the Lord. Wholeness in Jesus name. If you have been sick, it is a moment where God is completing you. Hallelujah. From your head to the sole of your feet, God is going to complete you. Anakumeka ukuwe mzima. Vile alikuumba. Hallelujah. Kulingana na mfano wake. Hallelujah. Completeness. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kama haunjaleta vitu, leta vitu kwa hiyo nyumba yako. Leta vitu kwa hiyo biashara. Leta vitu kwa hiyo hali. Kama ni huyo mtoto umeishi ukiombea, maana ungetaka akae hivyo. Amekuwa labda 30 years, hajaoa na ungetaka aoe ama whatever it is. You know it, you have taken it before the Lord for many years or for 2 months or 2 days. It is a season. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Mlete ndani na ufunge mlango. Mwambie Yesu, hii sasa ninajua kwamba unamalizia. Umetuambia ni season ya hallelujah. Maana Moabu hajasimama mbele yetu tena. Tulimtangazia asubuhi. Hallelujah. Si Moabu tulimalizana na yeye, tukaambiwa tupitie huko katikati. Moabu hata tuuliza. Maana tulimalizana na yeye in the morning tuliomba tukamalizana na Moab. Hallelujah. Tunapitia huko katikati. Hallelujah. Kama wamenyamaza, maana asubuhi we declared ya kwamba hatuwezi zunguka. Tumekataa kuzunguka. Hallelujah. Hatuwezi zunguka. Tunaona ni pale. Haya, tumefika. Hatutazunguka. Hallelujah. Tunapita. Hallelujah. Even the dogs in the city of Moab, they cannot bark at us because tuliwanyamazisha. Hallelujah. Sijui kama ulikuwa mbona huko kuja mapema. Tuliwanyamazisha wa Moab. Tukawaambia lazima Israeli ipite. Ifike katika the land of the promise. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Glory be to Jesus. Pita huko bila kujali. Pita huko bila kuangalia kando. Hallelujah. Maana the Lord has fought the battle for you. Glory be to Jesus Christ. Glory be to Jesus. Haya! Pita when your shoulders are high. Maana haulingi kwa sababu ya mwingine. It's because of Jesus, who is the King of glory. Hallelujah. Hallelujah. The gates, hallelujah, have been opened that we may pass by. Hallelujah. Glory be to Jesus. Hallelujah. Wewe leta mitungi yako. Na kama unaona kama mtungi ni kandogo, leta drum ile inakuanga ya how many liters? 2000 liters. Kama unaona hiyo ni ndogo, unaleta eza kitank. Hallelujah. Kulingana na ubali unaona ndivyo utapossess. The fire your eyes can see, you shall dominate. Hallelujah. So you can choose not to bring a 20 liters gallon. You can choose to bring a 1000 tank. 1, 2, 3 kulingana na maono yale Mungu anakupatia. Hallelujah. Kulingana na the vision and the dream and the agenda and the purpose. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Leta na ukileta, please ambia mwenzako kumbuka kufunga mlango. Wewe kileta kumbuka kufunga mlango. Isikaeleweke kamwe. Wewe ile shughuli ikiisha ndio utasikia umeamrishwa sasa unaweza. You can now open. Alafu inakuwa ni wewe ama sio wewe? Have you heard that song? Wakati sasa zimejaa
na umeuza ile, umelipa madeni kama ule mwanamke kama ulikuwa nayo, na umefanya vishughuli zingine, umetokelezea sasa, ndio sasa wanauliza anganewe ama sio yeye, you know, there was that song sang, ni vile sijui vizuri, Bwana Yesu asifiwe. Na wewe unawaambia yes, I am the one. Glory be to Jesus Christ. Hallelujah. I'm excited. Glory be to Jesus. There is a moment one bishop was telling us a testimony of how alikuwa amepigwa vita sana. Actually he was a street boy in Nairobi, but currently is a bishop. But when he started preaching akapitia vita sana. Alikuwa naenda na kabaiskeli. Watu wanauliza hata kwao, watu actually people turned against him. Hata wale wamezaliwa brothers and sisters watoke they turned against him. Wanamuuliza ni injili gani unahubiri? Kila wakati kabaiskeli. Kila wakati and aliendesha baiskeli for many years. And the brothers and sisters turned against him. Kabisa. Then Mungu akaanza kumuinua. Hallelujah. Mungu akaanza kumuinua. Hallelujah. Kama vile wewe umefika wakati wa Mungu kucomplete hiyo mambo sasa. Hey, hallelujah. Pale palikuwa pamebakia panakuwa sawa. That time he was giving us a testimony of how when he bought his first vehicle. Bile kwa sababu ya kusikia vizuri na kutaka kutukuza Mungu wake, maana Mungu wake alikuwa amedhihakiwa sana, akionekana kila wakati na baiskeli. Alikuwa na make sure akipitia karibu na mokazi wake, wale walikuwa na mumoko before, anateremsha gari kioo. Hallelujah. Alafu anawasalimia, anawauliza habari zenu. Hallelujah. Hallelujah. Na sio kuringa. Hallelujah. Ni kutaka ile picha mlikuwa nayo iondoke. Mjue Mungu wangu, hallelujah, amekunja na ametenda makuu. Hallelujah. Huyo Mungu mlikuwa mnaona ni kama hayuko. Sasa mjue hakika alikuwa. Ni vile nilikuwa katika process na sasa amenikamilishia mambo mengine. Hallelujah. Amen. Hey, hallelujah. Amen. So even you, may you receive it in Jesus' name. That there is a season that is coming, and the season is here with you, where God is completing. Hallelujah. Amen. And you shall walk, and those who had mocked you, those who had walikuwa wameona ni kama hakuna kitu unafanya cha Mungu, they shall stand and say, for sure we have seen the God of so and so. He's a God who is alive. He is the mighty God. He is the sovereign master. Hallelujah. He is the creator of heaven and earth. Na hakuna mwingine aliye kama yeye. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Si Mungu akomplete hiyo mambo. Hiyo mambo yote ambayo inakuhusu. Hiyo mambo yote inahusu familia yako. Si Mungu aikomplete hii season. Maana amesema he is completing things. Hallelujah. Amen. Isaiah 61 verse 1. The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to preach good tidings unto the meek. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound, to proclaim the acceptable year of the Lord, and the day of vengeance of our God, to comfort all that mourn, to appoint unto them that mourn in Zion, and to give unto them beautiful ashes. Hallelujah. The oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness, that they might be called trees of righteousness, the planting of the Lord, that he might be glorified. And he shall build the old waste. They shall raise up the former desolation, and they shall repair the waste cities, the desolations of many generations. And the stranger shall stand and feed your flocks. And the sons of the Aryan shall be your plowmen, your vine dressers. But ye shall be named the priests of the Lord. Men shall call you the ministers of our God. Ye shall eat the riches of the Gentiles, and in their glory shall ye boast yourself. For your shame you shall have double. Hallelujah. And for confusion they shall rejoice.
in their portion. Therefore, in their land they shall possess the dam of everlasting joy shall be unto them. Glory be to Jesus Christ. That is the one that I want to declare today. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. In the name of Jesus. The word is telling us that this psalm, it was written in the year of the Lord. The year of favor. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwaka wa kibali. Mwaka wa Mungu. And God has given us an year. The year 2025. It is the year of the Lord. It is the year of bounty harvest. It is the year where He is establishing us bountifully. Bwana Yesu asifiwe sana. And in this year of the Lord, Bwana Yesu asifiwe, the Lord has anointed you that you may preach the good tidings. Hallelujah. And to the meek. Sijui kama unasema amina. He has sent you to bind up the brokenhearted. Bwana Yesu asifiwe sana. And to proclaim liberty to the captives. And to the openings of the prisons to them that are bound. Bwana Yesu asifiwe sana. Glory be to Jesus. The Lord has anointed you. Imwaka. And the things that God is telling you to do is to preach the good tidings to the meek. And bind the brokenhearted. And proclaim liberty to the captives. And the opening of prisons to those are about. Praise the Lord. The Lord spoke to me during the night in a dream. And I saw people going back to a college, teaching. And I was asking now, why is it that everybody is going back? Why is it that everybody, I could see people of different age going back. Katika shule, college, let me call it college or university. Both apply, teaching. And when I woke up, I had it clear in the spirit that it is not, sio kwenda TSC, kukufunzwa mambo ili upewe nini ya TSC certificate, uanze kufunza shule hizi junior secondary, na senior secondary, na primary. The Lord was telling me that He desires people, hallelujah, hallelujah, to allow the Holy Spirit to teach them so that they may become teachers. Because Jesus Himself is a teacher. He is the senior teacher. That they may be teachers of His word in these last days. Because we are living in those last days. So the Lord is calling you to be a teacher, that you may teach people. And He shall qualify you if you allow the Holy Spirit to teach you. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. So, tunaitwa tukue wasomi wa Biblia sana na kuruhusu Roho Mtakatifu atusaidie ili tukakue walimu wazuri wa neno lake, maana tuko katika nyakati za mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Will you allow yourself to be taught? Will you allow the Holy Spirit to teach you? Will you allow to be used by Him? That kama anataka ufunze tu mtu mmoja, kama ni huyo mmoja tu, hallelujah, ukubali umfunze ili akae vile Yesu anataka. Kama atataka ufunze watu watano peke yake, Bwana Yesu asifiwe. Maana wengine wanaweza kuwa watafunza 1,000, wengine watafunza 2,000, wengine mmoja ama wawili, na yote mbele za Mungu ni sawa. Hakuna kazi ndogo na ile kubwa. Wewe ukiambiwa ufunza huyu mmoja, ukubali kumfunza. Malipo iko sawa na yule anafunza 1,000. As long as you do it faithfully. Bwana Yesu asifiwe sana. So, God is calling you and me and all of us in the world that we may be teachers. Amen. Na tutalipo na TSC. Hii sio ile ati salary tutasikia M-Pesa, ni sio M-Pesa. Messages zinatumangwa kulingana na ile bank
umepatiana account yake huko kwa TSC, so utapata message your salary has been processed. Sio hiyo sasa. Ni ile utangojea malipo kutoka kwa Mungu. He is the great reward. Hallelujah. Yeye ndiye akona malipo yale iko sawa sawa. So verse 2, to proclaim the acceptable year of the Lord and the day of vengeance. To proclaim the acceptable year of the Lord. That is the year of his favor and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn. Bwana Yesu asifiwe. Bando hiyo iko hapo katika ile kazi Mungu anakupea. To grant consolation and joy to those who mourn in Zion, to give them an ornament of beauty instead of ashes, the oil of joy instead of mourning, the garment of praise instead of a heavy, burdened and failing spirit, that they may be called oaks of righteousness and magnificent. That is amplified. The planting of the Lord, that he may be glorified. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. So ukisoma hiyo utaelewa ya kwamba as we prepare, as we continue to bless the word of God, as we continue to receive the establishment, as we continue to receive the completeness that God has ushered us into, God is also expecting us to fanya nini? Kazi katika ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Tunapotarajia mambo mazuri, God is also expecting us tufanye nini? Tufanye kazi katika ufalme, tufanye kazi, na kazi ndio hiyo ametupatia hapo. Praise the Lord. I want to read verse 6. But you shall be called the priests of the Lord. People will speak of you as the ministers of our who? Of our God. You shall eat the wealth of the nations, and the glory shall be yours. Are we saying amen to the word of God? Can I repeat? Unapofanya hayo yote, when you proclaim the gospel, when you do all that which the Lord is instructing us to do, then verse 6 is telling us, you shall be called the priests of the Lord. People will speak of you as the ministers of our God. You shall eat the wealth of the nations, and the glory shall be yours. Hallelujah. Glory itakuwa ya kwako. For your shame you shall have double. And for confusion they shall rejoice in their portion. Therefore in their land they shall possess the double. Everlasting joy shall be unto them. Receive the word of God in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe sana. The other verse that God had given us when we started the year, ilikuwa John chapter 1 verse 16. Yenye it says that for out of his fullness we have all received. That is John chapter 1 verse 16. For out of his fullness we have all received, or out of his abundance we have all received one grace after another, and spiritual blessing upon spiritual blessing, and even favor upon favor, and gift upon gift. Praise the Lord. Praise the Lord. In this completeness, there is a surety that there shall be double grace. Double grace. Hallelujah. Yani kutakuwa na neema juu ya neema. Ama niseme neema astole. Hallelujah. Bila mwisho, neema juu ya neema. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. Kutakuwa na hiyo favor after favor. Hallelujah. Glory be to Jesus. Upon favor. Bwana Yesu asifiwe sana. You see such things ni mambo ambayo haina mwisho. Kitu juu ya kingine. Ni hakuna mwisho.
It is for you to flow into that grace, for you to flow into the favor of the Lord and the spiritual blessing that he is releasing in the name of Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe sana. If someone is writing, you can write 2 Kings chapter 2 verse 9. That's the story of Elisha when he was praying that he may get a double portion of the anointing of Elijah, and he received it. Glory be to Jesus Christ. Completeness. Glory be to Jesus. Maana 2 Kings chapter 2 verse 9. Maana Elisha alipopokea alifanya mambo makubwa kuliko ile Elijah alikuwa amefanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati ukamilifu umefika, unafanya mambo makubwa kuliko yale ulikuwa unafanya kama hujakamilika. Wakati yale mitungi imejazwa, hallelujah, uko na ability ya to do better than when those things were not complete in your life. Glory be to Jesus Christ. Hallelujah. It is that prayer that we are making, because the Lord has promised us, as we are already in this season of completeness, that we may receive, even as Elisha received, in the name of Jesus Christ, a double anointing, even from Jesus Christ himself, because he is the anointer of our lives. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Zechariah chapter 9 verse 12. Zechariah chapter 9 verse 12. Ama Zekaria. Kikuyu ni Zekaria. Chapter 9 verse 12. Return to the stronghold, you prisoners of hope. Even today do I declare that I will restore double your former prosperity to you. Glory be to Jesus Christ. Completion. Completion. Glory be to Jesus. Ya kwamba anapokuja kurestore, sio restoration tu, it is a double one. Glory be to Jesus. Amplified says, return to the stronghold of security and prosperity. Yani, Mungu ametuingiza. Mimi nataka kuamini, maana ameitana na ametuingiza katika awamu ama hiyo kipindi ambapo kutakuwa na security and prosperity. Maana sisi ni watu ambayo tunamutarajia. Praise the Lord. We have been hoping in him. We have been waiting upon him. So we believe, as he has spoken, that we have already entered into that season where there is security and prosperity. Hallelujah. Security. Security ya vitu zetu, security ya mili yetu, security. Starting from the spiritual realm, security and prosperity. Glory be to Jesus. Because he is completing. He is completing everything. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah, hallelujah. So I will make some declaration. Then we shall take the Holy Communion. Katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah to the Lord. Hallelujah to the King of glory. Psalms 34. Glory be to Jesus. Nitaomba, I will request Beatrice utusaidie ku prepare the table.